Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sabato njema watu wa Mungu. Basi tunamshukuru Mungu kwamba ameweza kuruhusu tena siku ya leo tuweze kufika hapa kwa ajili ya kumwabudu, kwa ajili ya kurudisha sifa na shukrani kwa namna ambavyo kwa muda wa juma zima ametuwezesha katika mambo yetu mengi. Ametuepusha kwa mambo mengi ambayo tulikuwa tumeyaona na mengine ambayo hatukuyaona. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba tumekuja kumshukuru Mungu wetu kwa kumfanyia ibada. Na niwashukuru waimbaji wote. Tukianza tuliimba sisi sote kama kanisa ule wimbo namba 178. Wote tuliweza kuimba, lakini na baadaye zilifuata timu zingine, The Blessed Voice, nao walituletea wimbo ule wakati wa matoleo, ibada ya matoleo. Tunashukuru kwamba wameweza kuhudumu, lakini pia tunashukuru kwa Kiesa Kwaya kwa nyimbo zao ambazo pia wameonyesha kwamba tunahitaji kumsifu Mungu wetu kwa namna alivyo mkuu, kwa namna anavyosaidia, kwa namna alivyo mwema. Tunashukuru sana. Tushukuru pia kwa watoto. Itakiwa tuwe na kanisa la watoto, lakini basi kwa sababu hatujakuwa nalo, basi inabidi tuwapatie nafasi na wewe waweze kupata chakula cha kiroho. Tunashukuru mhubiri mwenzangu ambao wamedili kwa watoto. Bwana azidi kutumia kwa huduma hii ya kuweza kuwahudumia pia watoto na wenyewe waweze kupata chakula cha kimbingu. Kwa ujumla jamani, tunaingia katika kipindi cha makambi na mahubiri yangu yatakuwa yameelekea hapo kwa sababu ndio muda uliopo. Tuombe. Mtakatifu Mungu Baba yetu, ni masaa sasa tunaenda kukaribisha uwe pamoja nasi Mungu wetu, ukitupatia Roho Mtakatifu, wewe mwalimu na mwelekezaji na mwenye kutia nguvu ya kuyatenda yote. Tunaomba na kuamini utatenda zaidi na utakuwa nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Tulianza kwa kuimba wimbo namba 178, ukingoni mwa Yordani ninaangalia, bara nzuri ya Kanani ninayotazama. Na tukiendelea kuimba tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa na Mwanakondoo, milele hata milele. Habari ya makambi. Inawezekana tunakuja, wengine labda tunakuwa hatujaelewa zaidi ni kwa nini tunakuja katika makambi na ni vipi katika makambi. Kwa ujumla tunawaona wana wa Israeli wakitoka Misri utumwani kule, wamesafiri wakawa jangwani. Huko jangwani ndio ambako pia walikuwa wakipiga kambi wakielekea nchi yao ya nini, ya ahadi. Na ndio tunapoona huo wimbo huu 178 hapa. Huyo mtunzi alikuwa akifikiria ile safari yao, wameshafika karibu kabisa na mto Yordani. Ndio anasema ukingoni mwa Yordani angalia, bara nzuri ya Kanani ninayotamani. Kwa hiyo walikaa muda mrefu jangwani, lakini wakienda nchi ya ahadi, na ndio anasema kwamba wanatamani. Sasa tunauanisha vipi sisi na makambi leo? Sisi tunaenda nchi ya wapi? Ya
ya Kanaani ambayo ndiyo Yerusalemu mpya. Na kwa hiyo katika hali hii tunavyokuwa katika safari, tunajikumbusha kwamba wazazi wetu au watangulizi wetu ambao tuko katika imani walipita jangwani na baadaye walielekea kule. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo sasa sisi tunajikumbusha ni kwamba hapa tuko safarini, hapa sio kwetu. Kama wana wa Israeli walipokuwa pale jangwani, haikuwa kwamba ndio wamefika makao, ilikuwa wako safarini pale kambini kule jangwani. Kwa hiyo sisi hapa tunapojikumbusha, tujikumbusha kwamba tuko safarini, ili tusifike mahali tukapweteka kwamba sasa ndo tumefika. Maana kuna wakati mwingine hapa duniani tunaweza tukatengeneza makao yetu au nyumba zetu au sehemu tunazokaa ikawa pazuri mpaka tukajisahau kwamba sisi hapa kivyo vyote vile pawe pazuri kiasi gani, hapa sio petu, sio petu. Nakumbuka wakati fulani tukiwa kule Dar es Salaam, tulikuwa tuna haya madarasa ya watu 6 hadi 8 mnagawanyika. Wakati mwingine tulikuwa tunanunua, leo tunaenda kwa fulani, kesho tunaenda kwa fulani. Na nilikuwa nasali Magomeni pale, ambao kwa kweli wengi Mungu amewabariki. Sasa kuna nyumba zingine ukiingia umevua viatu ukabakiza soksi lakini bado hata soksi unaona sisi na zenyewe ni vue, na unavua tena na ile soksi yenyewe nazo nikivua hata ama gaga yenyewe bado yenyewe ataleta shida kwenye nani za watu. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo ukiingia tu mle hewa imetulia. Kwa kweli kama mtu huyu apate changamoto za dunia, anaweza akasema kwamba sasa hapa kuna shida hivi, kuna sehemu nyingine ya raha ya namna gani? Kwa kweli kuna watu ambao Mungu amewabariki, ukiacha wakatoro wale wanaoishaoisha na nini, lakini kuna mambo, kuna watu ukifika. Kwa hiyo sasa ndiyo maana tunaenda kwenye makambi, tujue kwamba sisi hapa sio petu, tunasafiri kuelekea mbinguni. Tujue kwamba hapa si makao yetu sisi wenyewe. Nina maana sasa inatakiwa tuache nyumba zetu, tuende tukakae mahali ambapo tunaona kabisa kwamba tuweze kufocus na tuweze kujiweka kwamba sio mahali petu hapa. Nafikiri baada ya kuwa nimejenga huo msingi, sasa tutaanza kuangalia haya mafungu. Sijui nani anisomea hapo, sijui Haruni hapo. Sasa uanze kusoma hapo hiyo mafungu yetu, ambapo kwa nini sasa tunaenda kwenye makambi. Hili ni agizo la Mungu, ni agizo kama Wakristo tumepewa. Na sisi kama Kristo tutaangalia ni namna gani ambapo hata Yesu mwenyewe alitii, na sisi tunastahili kutii kama washiriki. Tuanze hiyo Kumbukumbu la Torati hiyo 16, huo mstari wa 13 pale. Tuanzie tuweze kuona sasa, manaka ndio hapo ambapo imeanguka hiyo sehemu kubwa kabisa, hilo agizo ambalo tunaliona katika Agano la Kale. Nisomee. Fanya sikukuu ya vibanda. Naam. Siku 7. Naam. Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka. Ndiyo. Na katika kimo chako cha divai. Naam. Nawe utafurahi katika sikukuu yako. Ndiyo. Wewe na wanao. Ndiyo. Na binti yako. Ndiyo. Na mtumwa wako. Ndiyo. Na mjakazi wako na Mlawi. Na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mume na mumewe, sawa sawa, walio ndani ya malango yako. Sawa. Kwa hiyo hilo ni agizo ambalo sasa tunatakiwa tulielewe kwa uzuri zaidi. Hebu soma tena ile Kutoka 23 mstari wa 16, tuone nasemaje. Kutoka 23 ndiyo mstari wa
16. 16 anasema ndiyo, tena sikukuu ya mavuno hayo, ndiyo, malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya, ndiyo, mwisho wa mwaka, hapo tutakapokusanya hayo uliyoyatabikia shambani mara 3 katika mwaka. Watu waume wako wote watakulia mbele ya Bwana Mungu. Inatosha mpaka hapo. Kwa hiyo hapa tunaanza kuona kwamba hiyo Kutoka 23 mstari wa 16, tena sikukuu ya mavuno hayo malimbuko na kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabika shambani. Kwa maana kwamba sikukuu hizi tunazifanya kila mwaka na ni kila baada ya mavuno, kivyovyote vile tunavuna. Sasa hapo naweza kusema kwamba tuko mjini kwamba tunavuna kila mwezi, lakini bado tunasema kwamba hata serikali inakusanya kila siku, lakini mwaka wa serikali unaanza mwezi gani? Mwezi wa saba, mwaka wa serikali. Lakini kidunia naweza kusema tuanze. Kwa hiyo ina maana hata sisi wa Kristo, ina maana katika mwaka wetu wa kiroho tunaanza baada ya mavuno, kwa maana kwamba hii nyakati hizi za makambi. Kwa hiyo ina maana kwamba mwaka jana tulivyomaliza tukaanza mwaka mpya. Sasa tunaenda kuanza tena mwaka mwingine. Maana Mungu akasema sasa, mbona mwaka ulianza tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kiroho ndo tunaenda kuanza mwaka mwingine, tuende kupata mibaraka mingine tunaanza. Kwa hiyo hainaishi kwamba unaanza lini, kama hata serikali wenyewe wanaanza mwezi wa 7, pamoja na kwamba mwaka tarehe moja mwezi wa kwanza walisherehekea sherehe ya mwaka mpya, lakini haukuwa mwaka wa kiserikali. Hata sisi mwaka wa kiroho tunaenda kuanza hiyo tarehe 8 mwezi wa 8. Kwa sisi hapa tunaenda kuanza mwaka mpya, maana tunaenda kuhitimisha na kuanza tena mwaka mpya. Na kwa maana sasa tunahitaji kutii haya ambayo yameelezwa sasa katika mambo ya Walawi ambao tunatakiwa tuyatimize. Kwa najaribu kujenga msingi halafu tuendelee. Sasa nataka hata kumua, lakini alihakikisha amehudhuria siku ya nini? Ya vibanda, katika hali ya hatari. Sasa wengine mambo kidogo tu, umebanwa shida ndogo ndogo, unailisha makambi. Yeye anajua kabisa wanataka kumuua, lakini alihakikisha anahudhuria. Ndugu zake walihudhuria. Hata walikuwa ndugu zake wangapi, lakini ndugu zake walikuwepo mali. Lakini pia katika makambi hayo yeye mwenyewe alienda akafundisha, kwa maana kwamba katika makambi tutajifunza mambo mengi pia. Maana useme sasa kwenye makambi mbona tunakuja tu, sasa inakuwaje, mbona mafundisho yanakuwa mengi? Hapana, hata Yesu mwenyewe katika siku ya vibanda aliweza kutoa mafundisho. Kwa hiyo tutapata mafundisho, tutapata kwa kila aina, nasi tutakuwa tumebarikiwa katika hiyo. Sasa sikukuu hii ya vibanda au tunavyoita makambi, kuna mambo ambayo inatakiwa tuyaelewe, ambayo kwa kweli lazima tuiangalie katika hali ya undani tunapokuja katika makambi. Na niweze kwa kueleza kwamba baada ya kuona sasa kwamba hata Yesu mwenyewe alihudhuria, kwa sasa makambi tumeshaona kwamba ni halali kwa Mkristo kabisa, hayana maswali na tunatakiwa kila mwaka. Sasa katika makambi, katika hayo tunafanyaje? Anasema fanya hiyo Kumbukumbu la Torati 16. Sasa nairudi wako pale, hao wanatakiwa ni waalike waje kwenye nini? Kwenye makambi wako ndani ya mambo yao.
kambi. Kwa hiyo kuna watu ambao yani sio watumishi wako, sio nini, ili wako ndani ya malango yako kwa sababu maalum, nao wanatakiwa uwepo. Kwa hiyo ndio maana hiki kijarida hiko ambacho tumepewa mwaka huu cha kuweza kuhakikisha kwamba tunawaelekeza vizuri washiriki, na mimi ndio ninachofanya, na mchungaji alifanya hiyo siku, ila najaribu kuweza kukamilisha. Kwa hiyo naona kwamba kusudi la mkutano wa makambi ni kuita watu wote kujitenga na masumbufu na mizigo ya shughuli zingine na kutenga siku chache rasmi ili kumtafuta Bwana. Kwa hiyo kitu kingine ni kwamba tunatakiwa tumtafute Bwana katika hili. Inatupasa kukuza maisha yetu ya kiroho kati ya watu wetu wenyewe. Kwa hiyo maana pia kukuza maisha yetu ya kiroho. Tunaposema kukuza maisha ya kiroho, kama nilivyosema, tujue kwamba hapa sio petu. Tunasafiri kwenda mbinguni, huko ndiyo maisha yetu ya milele. Hapa tuko kambini, na ndiyo maana tunaweka kambini. Lakini sasa kwa nini kama tunakumbuka kwamba sio kwetu, tunaweka kambini, lakini tunaweka na sherehe? Inakuwa ni sherehe kwa sababu gani? Tumemaliza mwaka, ametulinda, tuko safarini, inabidi tusherekee. Natoka jamii ya Wasukuma ambao nafikiri ndio wanaongoza hapa Tanzania kwa kuhamahama kwa sasa hivi. Mpaka tutakapokuja sasa, ndio hapa tunaona wimbo ambao sasa tutakapokuwa tumeenda sasa kama wana wa Israeli walivyokuwa naimba hapa kwamba tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa Musa nani na mwana kondoo milele hata milele. Lakini tunapitia katika hiyo. Kwa hiyo hao ndio watu ambao tunatakiwa tuelekee nao, lakini pia ni mwambo ya kuimarisha kiroho. Na tunamwambia kwamba katika makambi lazima kwamba pale tutapata neno la Mungu, tutawakaribisha wengine kama ambapo nilishasema kuandaa, na tuhamasishane sisi kwa sisi kualikana kuweza kuandaa sadaka ya kuwezesha kambi. Ina maana sadaka ziko ngapi? Mbili. Moja, sadaka ya shukrani, kumshukuru Mungu. Asante Mungu, umenilinda kwa mwaka mwingine katika safari yangu ya kuja kwako. Unatoa sadaka hiyo ya shukrani. Hiyo itaenda kwa Walawi specific, kivyote hapa tunasema itaenda CTF na kadhalika. Lakini sasa ambayo tunatakiwa tule pamoja na yatima, tule na wajane, tule na wengine, hiyo ni sadaka ya kuwezesha nini? Kambi. Na kwa hiyo hayo maandalizi binafsi na ambayo yatakiwa yafanye kila mtu kuhakikisha kwamba umeshaweka ili tamshukuru Mungu, na hii ni kwa ajili ya kuwezesha kambi. Hata mimi watu naongea na mke wangu hapa, tumechelewa kurekebisha baadhi ya mazao yetu, hatujaweka mengine hajaboreshwa. Kwa sasa mzee tufanyaje sasa angalau ile sadaka baada ya kushukuru kwa Mungu, lakini pia na nyingine ambayo ya kuwezesha watu katika makambi. Tutaalika watu mbalimbali. Sasa wanakuja nini kama tujaleta kitu cha kutumia hapa makambini? Lakini nini ambacho Mungu tutamshukuru, nini ametulinda kwa muda wa mwaka mzima? Maana kama wakati mwingine mtu anaangalia sasa, wewe ni kiasi cha Mungu na kushukuru, mimi mwaka mzima umepita hivi hivi, wewe unabaki kuangalia tu. Watu 6 wamekufa, gari migongano, sijui maana nini, gari imekosea, nyumba imeanguka, imeua mtoto, yaani unabaki kusoma. Alafu wewe mzima, kwa nini sasa usilete ya kumshukuru Mungu? Lakini sasa kwa nini sasa usitie amri ya Mungu kwa ajili ya hilo? Kwa hiyo hayo maandalizi binafsi yanatakiwa yafanyike. Unajiandaa wewe kwa hivyo vitu viwili, lakini yaani unajiweka kiroho, unakuwa sawa sawa katika hali hiyo. Maandalizi mengine ni ya familia.
Maana ile ya binafsi sana pale, ya mtu binafsi pale, unahakisha unajiweka wewe mwenyewe safi kiroho, umekaa vizuri, lakini pia na maandalizi ambayo wewe mwenyewe kama mwenyewe, lakini kuna maandalizi pia ya kifamilia. Mnakaa katika familia. Kwa hiyo unaposema mimi tulivyokuwa tunajadili habari ya mahindi na mazao, siwezi mimi kubeba gunia bila kujadili na mke wangu, lakini vihela vingine hivi naweza nilikuwa nimeshapata huko, naweza nikatumia tu hapo, nikatoa nikasema kwa Mungu wangu, au na shukrani yangu mimi binafsi. Maana kuna mengine mambo binafsi na wanaume, wakati mwingine wakati tuko wagumu sana, unapata shida nyingine, hata mke wangu hawezi kumweleza. Nimepata ile shida, naona nikimweleza hapa itakuwa issue tu, achana tu. Acha tu namaliza. Wewe kweli unaweza kuwa umeshaazabana vibaya na bosi wako kwa kazini, tunakuja unamweleza mke wako, sio wewe bosi leo amenisonya sio nani. Kuna mambo mengine kwa kweli, basi na wewe mwenyewe unasema Mungu, hapa ingekuwa sio wewe huyu, ningemfumua na pengine ingekuwa hiyo ingekuja, lakini nashukuru Mungu alilinda mambo yakaisha. Kwa hiyo kuna mambo mengine binafsi. Tutafanyaje huyu mtumishi au hausgeri inakuaje na maandalizi na mengine ya binafsi kwa yule ambaye anafanya kazi ya binafsi. Hayo mambo ya kuomba ruhusa ni ya kwako, hayahusu familia. Unaomba ruhusa kazini kwako ni vizuri, kwa sababu watu lazima tufanye kazi, wengine tuajiri, wengine tuajiriwe. Yaani hiyo ipo. Ndio maana nimeweka huko kwamba lazima wengine waajiriwe na wengine waajiri. Maandalizi ya familia, mengine ni maandalizi ya kanisa. Maandalizi ya kanisa ni pamoja na kuandaa sehemu za kambi. Ndio milioni 9. Yeye mpaka sasa hivi changa milioni 2. Sasa na makambi yanaanza kesho kutwa hiyo Sabato inayokuja. Sasa ndio badala hapa naambiwa kwamba kwenye makambi ni kama nimetulia. Yeye hamna mambo ya kuitaitana. Sasa ukiangalia itakuwa kila wakati mkimbizi kwa kwanza kuitwa mzee wakati. Yaani jamani, mtuhurumie viongozi. Mnapotuchagua pia mtuhurumie. Hebu mtoe. Tumalize kabisa hiyo kitu. Ninawasili sivyo tumie. Ninawasili kwa jina la nani? La Bwana. Hebu kila mmoja ujiangalie wewe mwenyewe unafanya kitu gani, ili usitutesi jamani. Maana tumeanza kuwapigia simu sio tangu mwezi gani, lakini wengine nikibarikiwa. Wewe una hema bado unasema ukibarikiwa, hujabarikiwa. Una hema, unavuta hiyo oksijeni tu, dakika 3 ikikata kwa hema, alafu unasema nikibarikiwa. So what? Unakula, una nani? Tusaidie. Hakikisha hayo wewe hapo ndio unaangalia maandalizi ya kanisa kama kiongozi. Maana tunataka kueleza kwamba hamtakiwi kuwatesa wa viongozi. Wakaa kwenye makambi eti wanaita jamani, Kihesa hamjatimiza mchango wenu. Nini? Mchele umeisha, maharage hayatoshi. Maana tusiseme nyama. Maana wakati mwingine wapenzi wa nyama, wakati tukiona wengine mnaenda longorongo, wakati tunaunda timu mimi nakuwepo. Maana maono tunatofautiana, wengine kwa hivyo hata Paulo yeye aliona masuala ya kuwa na familia ya kuoa hayafai. Yeye hakuoa, lakini wengine hakuoa, lakini sio kwamba wanaoa. Inatosha kabisa, tunasherehekea vizuri. Na kuna wengine waka hatuwaoni kwenye shughuli kama hizo, wakisema kwamba mimi ni mambo ya neno la Mungu. Lakini tunapokuja hapa, hata ukiangalia kwenye kitabu, unakwenda kwa mhazini, huyu mtu yuko vipi? Unaona hata huko bado anapungua. Sasa wewe ni watu utakuwa ufanye ndugu yangu huku kwingine
huku kwingine nako. Heri atapanyaye atafanya nini? Mbona msemi? Heri atapanyaye atafanya nini? Ataongea na azuiaye kwa haya. Hivi ni Mithali ngapi? 20 ngapi? Mithali 24. Mithali 24. Wewe unaendelea kuzuia, mwenzako anaendelea kutawalia na mambo yake yanafanya nini? Yanakwenda. Wewe unazuia katika hali hiyo. Jamani, hebu sasa tusaidiane katika hili. Watu ambao tuko kwa nani ya Mungu, hata wengine ambayo hatuhudhurii sana, basi hebu tufanye vizuri sana tufanye basi vizuri sana katika kazi ya Mungu ili iweze. Lakini kwa kweli tunatakiwa kwamba tumtumaini Mungu na tuweze kufanya kile ambacho Mungu wetu ametaka. Tukusanye, tulete, na hii ni baraka zaidi kuliko hata hiyo ya harusi. Na kweli naweza kusema inaweza kuwa na baraka zaidi, lakini haina maana kwamba harusi kwa sababu Yesu mwenyewe alizua kwa harusi. Maana kwa kweli mimi namzulia sana harusi sio uongo. Hata leo tumetoka mtu anaoa asubuhi, anataka harusi, anaruhusia binti yake. Nikamwambia haina shida baba. Mada amefika asubuhi, Mungu atasaidia, na shughuli itaenda. Nimeomba. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa hii sikukuu ya kwetu sasa, sikukuu ya kumtukuza Mungu, na yenyewe jamani, mpaka tubanane, mpaka tunani. Maana hapa tunaelezwa katika hii maandalizi ya kanisa hapa tunakwambia kwamba uchunguzi umeonyesha kwamba viongozi wa makanisa hawaandai watu kuhudhuria kwenye mikutano hii makini sana. Makanisa mengi yanafanya makambi kama dharura, wakiendelea na michango ya kufanikisha kambi hata kwenye viwanja vitakatifu. Yaani itakuwa sasa hivi tutafanyaje ndugu yangu? Tumewahimiza nikibarikiwa. Yaani mpaka sasa ndio kwenye makini ni ukibarikiwa wakati una hema. Yaani una hema hapo unasema ukibarikiwa. Kwa hiyo jamani, kila mtu ajaribu kufanya sehemu yake. Hii inasisitiza sana kwa sababu tunaposoma na hii tumefanywa maandalizi mengine ambayo tunatakiwa tufanye ni tunaanza maandalizi ya kanisa, kuandaa wengine kuhudhuria makambi. Hakikisha kwamba unaandaa kama tulivyoona watu wengine, maana makambi yanatakiwa watu wote wahudhurie. Zekaria 14 tusomee mstari wa 17 mpaka 19 hapo. Hiyo kuwakaribisha wengine ambao sio yaani tunaweza kusema sio Sabato au sio baki dakika chache kama saa 7 na kitu tunataka kumaliza. Ila nikazia haya mambo kwa sababu kama kiongozi natakiwa niliandae kanisa na niwe nimefanya sehemu yangu kwa kweli, ili kujua kabisa kwamba jamani haya mambo yanatakiwa. Zekaria 14 mstari wa 17 mpaka 19 hapo. Zekaria 14 ndio 17 na 19. 17 na 19. 17 kwenda 19. Ina maana 17 kwenda 19. Anasema tena itakuwa ya kwamba ndio mtu awaye yote ndio wa jamaa zote ndio zilizomo duniani ndio asiyekuwa kwenda Yerusalemu ndio ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, ndio mvua haitanyesha kwao. Ndio. Na kama jamaa ya Misri ndio hawakwei wala hawaji. Ndio neno la Mungu. Lakini pia ilikuwa ni sikukuu. Idi ni manake ni sikukuu. Na sikukuu lazima kuna maandalizi yake. Maana kuna wakati mwingine watu tunaona wakati
mwingine wanataka bwana, nilikuwa nagombana na wenzangu wakati fulani tumekaa kwenye vikao. Yaani wanataka wakati wa makambi iwe kavu tu. Kwamba bwana, unajua mambo ya kula sio ya muhimu sana, ni kwa ajili ya neno la Mungu. Leo kama siku ya Sabato ni neno la Mungu tu. Hapa kwa kweli tupeane chakula. Ule ukweli neno la Mungu. Lakini wakati wa makambi ni siku, maana siku ya Sabato haijasema siku ni siku ya sikukuu. Hiyo ni siku takatifu. Lakini makambi ni Idi, maana yake ni sikukuu. Ndio anaposema kwamba fanya Idi ya vibanda siku 7 utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka. Maana wakati ule ndio kipato chao ulikuwa asilimia kubwa katika kilimo, baada ya kuwa wametoka kule Misri wana wa Israeli, na ambao sisi leo ni Waisraeli wa kiroho. Kwa hiyo na wewe yale ambayo umekwisha kuyakusanya wewe mwenyewe katika mwaka, ina maana hata wale ambao mnapokea mshahara sio unapokea tu. Nasema kwamba haya yanaweza ni machafu, yanaweza kuleta hasara kwa watu. Nikienda kwenye chakula na kwenyewe lazima nikitest, je, kinafaa kwa afya ya watu? Maana haiwezekani chakula kimezalishwa chumvi kibao, watu na BP, watu kukufa. Haiwezekani chai sukari imepitiliza, watu wana kisukari, alafu wanatumia funakuja kukaa. Nitakaua kila mahali kuhakikisha afya za watu zinakaa vizuri. Kwa hiyo kila mmoja hakikisha katika sekta yako, kama mimi nakueleza ambapo katika upande wa afya nitakuwa makini, na wewe hakikisha utakuwa makini. Nitakuwa makini kumefadhiliwa, nitakuwa makini kumepangwa vizuri, na kila mahali nina sababu. Makini huko toilet, huko ndio nitakuwa makini kwa kawaida. Nitaweka hata kwa wanawake, mtu wa kuchungulia anaenda toilet, mtu anakaa anachungulia, wa kike na wa kiume wanachungulia, umetoka salama, umeflash au umerundika tu. Takuwa makini. Yaani tunaelezana jamani, kuandaa wahudumu, kila mmoja atasimama sehemu yake, na kila mmoja atahakikisha kwamba. Kwa hiyo tunaambia kwamba wahudumu wahakikisha kwamba wameandaliwa na wahudumu. Maana hili ndio imetolewa hili, tumelipia hili ndio hili. Tumetoa hili tunapatia. Tumeambiwa kwamba haya hakikisha kwamba washiriki wanaelewa na yote wanatekeleza. Alianza mchungaji sio kama mnaelewa, tulikuwa tunatumia hili ndio tunatumia ile namna, ila mimi leo naenda nalo moja kwa moja. Naenda moja kwa moja hivi. Maandalizi mengine mimi naenda nalo moja kwa moja ili likae sawa. Hiyo likae sawa. Maandalizi mengine, maandalizi ya huduma ya uimbaji. Anasema hiyo Zaburi 11 sura ya kwanza na pili inasemaje? Maandalizi ya uimbaji. Alafu na mimi sikucheke, nimejua tu anaoimba vizuri. Ndio hapa. Kwa hiyo ni maana kwamba ninaposema kwamba waimbaji kwa ile ya kanisa hapa hivi mko vizuri. Mnatakiwa mfanye maandalizi kwa ajili ya makambi. Na kitu kingine inasema kwamba nyimbo zilenge moto wa kambi. Moto wa kambi ni moto gani? Mmeshatunga wimbo huo mwalimu? Moto wa kambi upo hapo sawa. Kwa hiyo mnatakiwa mawasiliano yafanyike kati ya waimbaji na wahudumu wa kambi ili utume wa wimbo uendane na mahubiri yanafanyika. Kwa hiyo wanakuwa hakisha mjibe, ina maana muwe na nyimbo nyingi. Kuna Bwana Voice, kuna msubiri
nitakwenda nikimsubiri nani? Nikimsubiri Yesu. Yaani hizo nyimbo sio ngano nyingi ambazo zinafaa katika nyimbo hizo. Hiyo ndio inatakiwa iwe vizuri sana, na muziki na uimbaji lazima uwe ulio bora, wenye kufaa muziki. Hata tunataka muziki, yaani vyombo viwe vizuri. Mkuu wa mawasiliano, vyombo viko vizuri. Hatutaki vyombo vinavyokoroma. Ndio tuambie maandalizi kwamba hivi vitu viwepo hivi vizuri sana, na endapo kuna wimbo maalum uliochaguliwa, watu wote wajifunze mapema ili waimbe kwa utaalamu unaotakiwa. Kuna mwaka fulani tulijaribu kuweka mwimbo ambao tutaimba pamoja, lakini mwaka huu nafikiri hamna, kwa tunajua magapi. Kwa hiyo tutaimba hizo nyimbo hizo siku ngapi ngapi, na hiyo leo 21. Mambo mengine, maandalizi ya shule ya Sabato. Mkuu wa SS, hakikisha unashirikiana na wakuu wenzako wa SS kwamba kumekuwa na shule za Sabato zilizofutia katika mikutano makambi, kwa sababu zinafanywa kama dharura na mazoea. Yaani hapa nilikuwa naangalia hapa, mkuu wa SS ananipanga eti Sabato ijayo watahudumu darasa gani? La furaha. Hivi wewe wakati unajua tarehe 8 ni makani, halafu naambia darasa la furaha. Ina maana kwamba hakuna maandalizi yoyote ya mawasiliano kati ya wakuu wa shule ya Sabato katika makanisa yetu matano. Hawajui siku itakuwaje. Itakuja dharura tu siku ile, tunakutana tarehe 8, tunakamatana, huyu umeshikwa shati, njoo wewe ufanye hivi, huyu umekamatwa, wewe kalili fungu na kalili masaa hayo, nikamata asubuhi niweze kalili fungu. Utakalili wewe siku nchi za mbali. Mkuu wa SS wewe uko hapo kanisa mama. Kwa hiyo hakikisha unawasiliana na wako sawa. Mpange vizuri. Isiwe issue ya dharura. Tufike sasa siku ya Sabato iwe vizuri na funguliwe vizuri siku ya makambi hapa. Hai mambo tumepewa kwamba tuelezee ambapo tunatakiwa kwamba siku za dharura lazima kuwe wahusika hawapati muda wa kutosha wa kujiandaa na kuomba. Yaani watakuwa muombe. Maana mtakapo kufungulia Sabato hiyo sio mnatuleta kafu katika siku hiyo. Tunaanza vibaya bila baraka ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo hayo mambo wakuu wa SS wasiana wenzako na wewe, kwa sababu mama hapa lazima ufanye. Napoendelea kumaliza mambo mengine ambayo tunatakiwa tuasisitize sana ni biashara kamili. Kwa ufupi, unatakiwa uhudhurie kwenye makambi na sio kuja hapa unauza mara maji, mara biskuti. Hakikisha umepanga mipango yako imekaa vizuri, biashara zitaruhusiwa. Kama tutaona kuna mtu tu ambaye tunamhitaji kwa biashara, tutamtafuta kutoka nje. Kama tutamhitaji kwamba labda aje ahudumu kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya kutuletea maji, tutamchukua special. Lakini wewe uliye mshiriki wa hapa, biashara hakuna. Sijui umeleta maji umetuwekea hapa, najua tutapata kitu tumetoka hapo, au tukila pale bwana kuna msosi na maji hamna, wala umeleta sijui nini, hakuna. Ni kuingia kusikiliza neno la Mungu na kumshukuru Mungu na kumwabudu. Kama tunatafuta wa kutetea maji na mengine, atakuwa mengine. Jambo muhimu sio naweza kwa la mwisho hili. Nafikiri hili ndio tutakuwa la mwisho. Kwa la mwisho. Yes. Malalamiko, manunguniko na masengenyo kambini marufuku. Malalamiko, manunguniko na masengenyo. Kuna kuwa na malalamiko na manunguniko na migongano na kugombana